Urejea hapa nchini ambapo shughuli inayoendelea ya uhakiki wa shule kufikia sasa imebainisha kwamba kuna zaidi ya wanafunzi bandia 50,000 katika shule mbalimbali za sekondari. Katibu katika idara ya elimu ya msingi Profesa Julius Bitok aliambia kamati ya bunge la kitaifa kuhusu elimu kwamba takriban shule 17,000 zimehakikiwa kufikia sasa, huku nyingi ya kasoro zikigunduliwa katika shule za sekondari. Mtazamaji, na jinsi Gishuki Wachira anavyoripoti, serikali sasa inasema kucheleweshwa kwa pesa za kugharamia masomo katika shule kumesababishwa na shughuli hiyo ya kuhakiki idadi kamili ya wanafunzi. Kamati ya bunge la kitaifa kuhusu elimu ilialika Wizara ya Elimu kuiarifu kuhusu shughuli inayoendelea kuhakiki shule na idadi kamili za wanafunzi inayokusudiwa kuziba mianya iliyopo inayosababisha kupotea kwa mamilioni ya pesa za kufadhili elimu. Katibu wa elimu ya msingi Profesa Julius Bitok alisema kati ya shule 32,000 ambazo tayari zimewasilisha takwimu zao, 17,000 tayari zimehakikiwa na takriban wanafunzi 50,000 wa shule mbalimbali za sekondari kugunduliwa hawamo shuleni licha ya pesa za kugharamia elimu yao kutolewa awali kwa shule hizo. Just to use example of secondary, we have found that more than 50,000 students so far were not there before. So about 50,000 so far, and we're in the middle of the process, almost 50,000. So you can be sure we shall unlock many other things. Huku wabunge wakitaka wafahamishwe hatua ambazo zinachukuliwa dhidi ya maafisa wa elimu walioruhusu uovu huo kutendeka, alisema wataanza kuchukuliwa hatua baada ya kukamilika kwa shughuli hiyo ya uhakiki. We are getting data from names. We get data from the heads of institutions. We get data from our sub-county directors, and then we compare the three. And you can actually tell if there's a variance. And that is what is giving us now close to 50,000 difference so far in secondary. Even the officers in the headquarters here who have been capitating wrong schools all those years, we really need to take action on them. Uhakiki wa idadi kamili za wanafunzi na shule jinsi ilivyopendekezwa na mkaguzi mkuu wa hesabu za matumizi ya pesa za serikali imechelewesha utoaji wa pesa za kugharamia elimu kwa shule. Katibu anasema kati ya shilingi bilioni 23 zilizotolewa kwa elimu ya msingi, shilingi bilioni 13 tayari zimetumwa kwa shule mbalimbali na baraza la mitihani ya kitaifa. We are picking the data in NEMIS. We get the data from the schools digitally, and we get the data from sub-county directors of education. We compare the three. Once the three agree and reconcile, then we are able now to send capitation. That's why capitation is moving slightly slowly, because we want to get it right. We want to get the accurate number of students. We want to make confirmations before we send the money to our schools. Wizara ya Elimu sasa imeanzisha shughuli ya kubadili mfumo wa usimamizi wa habari kuhusu shule ili kuhakikisha usalama wa takwimu na kuondolea mbali shule gushi na wanafunzi walio kwenye takwimu hizo. Shughuli hiyo ya ulainishaji inatarajiwa kukamilika mwezi Januari mwaka ujao.